Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Jumapili ya tarehe Mei 4 mwaka wa 2025. Nini tumekuandalia leo matangazo yetu ya jioni? Yale tunayokuandalia jioni ya leo ni kwamba uongozi wa kijeshi katika maeneo ya sekta ya operesheni Sokola ya kwanza katika maeneo ya kaskazini kuu imeweza kutoa kitangazo kuhusu uchokozi ambao umefanywa na kundi la M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Uongozi wa jeshi katika maeneo haya ya kaskazini kuu wametangazia taifa mzima kama vile ulimwengu mzima ya kwamba M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC wameweza kukiuka makubaliano ya usitishwaji vita waliokubaliana katika mazungumzo ya moja kwa moja uko Doha nchini Qatar kama vile nchini Marekani Washington DC. Hiyo ikiwa ni sambamba na kikao kilichowakutanisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzi wake rais wa Rwanda Paul Kagame tarehe 18 mwezi Machi mwaka 2025 katika maeneo ya Doha huko Qatar. Ikiwa haitoshi, hivi majuzi tu kuna ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ule wa M23 ambao uliweza kutana huko Doha nchini Qatar, na bila shaka wakaweza kukubaliana kuhusu usitishwaji vita, yaani mapambano yaweze kukoma kwenye viwanja mbalimbali au tofauti vya vita. Ikiwa haitoshi, huko nchini Marekani ujumbe wa serikali ambao uliwakilishwa na yule waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile yule wa Rwanda mbele ya yule mjumbe wa serikali ya Marekani yake Donald Trump, waliweza kukubaliana kwamba uwepo usitishwaji vita. Lakini licha ya makubaliano yote hayo, imeonekana wazi kwamba kwenye uwanja wa mapambano kama vile ilivyotangazwa kwenye taarifa mbalimbali zilizotangulia ni kwamba mapambano yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini kama vile mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mfano uliozahiri ni wa hivi majuzi tu, uongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya operesheni ya kivita kwenye maeneo yake ya kaskazini kuu imeripoti na kutangaza kwamba M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC wameweza kushambulia ngome za jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika kitongoji cha Lunyasenge, na hiyo ni kwenye maeneo ya mtandao wa Ziwa Edward. Ilikuwa ni tarehe 2 mwezi Mei mwaka wa 2025, ikimaanisha hapa kwamba ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameweza kujizuiza kwa kuweza kujibu kwa machokozi na uvamizi huo ambao umefanywa na RDF, jeshi la Rwanda pamoja na AFC. Nao wamesema wako tayari kuweza kujibu kwa mashambulizi au kwa uchokozi wote ule, lakini wanajizuiza kufikia sasa kwa kuwa wao wanaheshimu mara kwa mara mikataba, haswa wakiacha nafasi yale makubaliano walioafikiana uko Doha kama vile uko nchini Marekani mjini Washington DC. Hayo yameweza kutangazwa siku ya Jumapili ya tarehe Mei 4 mwaka wa 2025, naye msemaji wa operesheni Sokola ya kwanza, safisha ya kwanza katika maeneo ya kaskazini kuu, huyo si mwingine bali ni Luteni Kanali Mark Azukai, aliyezungumza kwamba uongozi wa operesheni ya kijeshi sekta ya kijeshi katika maeneo ya kaskazini kuu watangazia walimwengu kama vile nchi nzima kwamba M23 RDF, jeshi la Rwanda limeweza kukiuka
makubaliano ya ushitishwaji vita kama vile inavyopewa nafasi yale mazungumzo yaliyofanyika mjini Doha huko Qatar, kama vile mjini Washington DC huko nchini Marekani. Nao wamesema licha ya kwamba wanajizuiza, endapo hali hiyo itaendelea hawana budi kujibu kwa mashambulio. Na ni kufikia hapo ndugu mtazamaji, sina cha ziada. Lakini kabla niendelee, nikumbushe hapa kwamba Lunyasenge ni eneo linalopatikana kwenye ukingo wa Ziwa Edward, ni ndani ya tarafa la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, upande wake wa kaskazini kuu. Basi nikufikia hapo sina cha ziada. Naomba wewe ambao bado haujasubscribe yaani kujiabone, tafadhali usiondoke ikiwa haujajiabone. Usikose kulike, usikose kuacha comment yako, na kuomba vile vile usikose kutuandikia mahali unakotufuata au unakotusikiliza. Na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartager kwa wengine, ndugu na jamaa, haswa wote ambao wanaopatikana ndani ya simu yako, mkiwemo marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Wacha nikome hapo. Sina budi kukushukuru wewe kwa muda wako uliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.